Mamia ya waumini wa dini ya Kiislamu wamejitokeza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam kumpokea mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali aliyewasili akitokea nchini Saudi Arabia baada ya kutekeleza ibada haji pamoja na mahujaji wengine takriban 100. Shauku na mapenzi ya waumini hao kwa kiongozi wao vilisababisha kuvurugika kwa muda kwa utaratibu uliokuwa umeandaliwa wa mapokezi kabla ya jeshi la polisi kurejesha hali kuwa shwari. Shangwe, takbira na nyuso za furaha zilitawala katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere mara baada ya kiongozi huyo wa ngazi za juu katika dini ya Kiislamu nchini humo alipowasili nchini akitokea Saudi Arabia alikokuwa ameshiriki ibada haji. Licha ya waandaaji kuweka utaratibu maalum wa maeneo ya kusimama waumini, viongozi na waandishi wa habari, mamia ya waumini waliokuwa wamefika kumpokea mufti walijikuta wakivutiwa kumsogelea kwa karibu zaidi mara tu alipotokea katika eneo la mapokezi. Hali hiyo ilisababisha kuvurugika kwa muda kwa utaratibu uliokuwa umewekwa hapo awali wa kuhakikisha mufti anapata nafasi ya kuzungumza na kuwaombea dua waumini pamoja na Watanzania kwa ujumla. Jeshi la polisi lililokuwa likiimarisha usalama katika eneo hilo liliingilia kati na kuwaelekeza waumini kurejea katika maeneo yao yaliyopangwa, jambo ambalo walitekeleza kwa utulivu na ushirikiano. Kabla ya mufti kuzungumza, baadhi ya mahujaji waliorejea kutoka haji walipata fursa ya kuwaombea dua waumini waliokusanyika pamoja na kusimulia baadhi ya uzoefu wa mafunzo waliyopata wakati wa kutekeleza ibada hiyo takatifu ambao ni moja kati ya nguzo 5. Vijana, ninatoa mwito kwamba mjiandae mwende hija mapema. Msiwe mwenda mmekongooka, hapana. Hili jingine. Na jingine, kwanza ni Baraza Kuu la Uislamu BAKWATA. Nilivyokuwa nikisikia huko sivyo. Yaani ni raha, ni furaha, ni starehe. Kwa hiyo mimi la kusema sina, kwa sababu ni furaha tu kwa baraza la BAKWATA. Mwenyezi Mungu alidumishe na alipe kheri. Jingine ni kuwatakia Waislamu wote kheri na kuitakia nchi yetu kheri na kuitakia nchi yetu amani na kumtakia mama yetu rais, Mungu amlinde, Mungu amhifadhi na Mwenyezi Mungu amuongoze na ampe umri wa kheri, na ndugu zake wote wale ambao wanamsaidia katika jambo lake hili. Walkamalu lillah. Baadaye mufti wa Tanzania alitoa nasaha na kuombea dua waumini hao na taifa kwa ujumla, akisisitiza mshikamano, amani na kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu alibariki taifa. Kila mmoja atie nia yake na dhamiri yake aihudhurishe moyoni mwake kwa dua hii ambayo nitaiomba hapa kwa niaba ya mahujaji wote wa Tanzania nzima ambao leo wamehudhuria hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dha al-quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin ya salamu sallimna wal muslimin. Allahumma sahhil lana min al-khairi kulla ma nurid wa najjina min ash-sharri kulla ma nakhaf bifadlika ya latif ya latif ya latif ultuf bina fima jarat bihi al-maqadir. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya rabbal alamin, ambaye kwa ulimi wa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyesema kwamba mwenye kuvaana na amali ya hija anampa ofa ya siku 40 akimwomba Mungu dua yake inaitikiwa. Mwenyezi Mungu wakidhie haja zao waliokuja kutupokea wote. Mwenyezi Mungu ondoshe makero yao wote waliokuja kutupokea na Waislamu wote kwa ujumla, na itengeneze nchi yetu ya rabbal alamin, na utupe baraka katika shughuli zetu, katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika nyadhifa zetu na katika mambo yetu. Mwenyezi Mungu yote yajalie yawe na kheri, na kila mmoja mwenye jambo lake mpe lile jambo lake. Mwenye haja Mwenyezi Mungu mpe haja yake. Mwenye maombi Mwenyezi Mungu muitikie maombi yake. Aliye mgonjwa Mwenyezi Mungu mponeshe. Mwenye mambo mazito Mwenyezi Mungu yafanye kuwa mepesi. Na tustiri aibu zetu vile vile. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ya rabbal alamin. Tuna haja ya amani kuendelea katika nchi yetu. Na tuna kiu kubwa na ari kubwa ya amani kuwepo katika nchi yetu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ya rabbal alamin idumishe amani ya nchi yetu. Na jaalie nchi yetu iwe na baraka na masikilizano na maelewano na kheri tele ya rabbal alamin. Lakini tutakuomba ya Allah ya rabbal alamin,
Vile vile muhifadhi na kumlinda rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye na wasaidizi wake wote pamoja na serikali anayoiongoza kwa maslaha ya taifa letu. Mwenyezi Mungu tulinde kwa ulinzi unaojua wewe, tunusuru kama ulivyowanusuru mitume yako, na tuhifadhi kama ulivyohifadhi Qur'an, ikawa ni kitabu la yatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi, hakiwezi kuharibika kitabu hiki mpaka siku ya Kiyama. Basi kwa hifadhi hiyo Mwenyezi Mungu na sisi tuhifadhi. Baada ya shughuli hiyo kukamilika, mufti aliondoka uwanjani hapo kwa heshima kubwa, huku akisindikizwa na msafara wa magari ya baadhi ya waumini waliojitokeza kumpokea. Africa TV. Muongozo wa maisha.